إله إلا الله ولي الصالحين ينادي في عزة وكبرياء فيقول أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا. من تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. ولقد عرفتك منعما متفضلا، فإذا دعوتك فاستجب لي سيدي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال. فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي. أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha leo kuwepo katika nyumba yake tukufu, na huu si ujanja wetu, isipokuwa ni kadari na matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anataka sisi tuweze kuipata fursa hii adhimu. Ndugu Waislamu, leo ni siku kubwa na ni siku ya kihistoria kwangu mimi na kwako. Tunakwenda kutengeneza historia mpya katika maisha. Ikiwa leo ni mwezi 30 Ramadhani, ni siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuchunga na kutuwinga mpaka leo tumefika katika siku hii. Hii ni fahari kubwa kwetu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema katika masiku yaliyopita, wakati tunaifasiri Ramadhani kimatendo, tulisema Ramadhani ni Qur'ani, kwa sababu ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremka. Pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotuthibitishia hilo kwa kusema shahru ramadhana alladhi
unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremka ndani yake Qur'ani. Na tulisema nafasi ya Qur'ani katika maisha ya mwanadamu ni mwongozo. Qur'ani ni dira. Qur'ani ni mukhtasar wa ajabu. Kuisoma Qur'ani ni ibada, lakini ndani yake pana mazingatio mengi yatakayomfanya mwanadamu kuweza kufanya tafakuri ya maksudi ili kujijengea mazingira bora aweze kurithi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Qur'ani ni mwongozo na Qur'ani inatueleza haya maisha tunayoyaishi kwa tathmini ya haraka, hata wewe hapo ulipo, kama utatumia vyema akili yako, hisabu miaka ulionayo toka kuzaliwa, halafu jiulize miaka ulionayo, miaka 100 iliyopita ulikuwepo? Lakini fanya tafakuri ya kina, kwa miaka ulionayo, miaka 100 ijayo utakuwepo? Jawabu utakalolipata ni kwamba hii dunia si mahala pa kuishi muda mrefu. Dunia ni sehemu ya kuishi muda mfupi mno, na Qur'ani ndivyo inavyotueleza katika mafunzo na mazingatio ya Qur'ani. Hata ile sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wadhrib lahum mathala alhayati dunya, kwa akili ya haraka utaona kwamba neno hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala ambalo limeletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam likimtaka kama sehemu ya maagizo atupigie mfano sisi wanadamu na wafuasi wake kuhusiana na maisha ya dunia. Akili ya kibinadamu unaweza kuona kwamba kama ni mifano, kama ni maelezo, yanaweza yakachukua karibuni kurasa 3 au 4 kuelezea namna maisha ya dunia namna yalivyo. Lakini sar'anu ma ra'ayna, tazama ufupisho aliyoufanya Mwenyezi Mungu kuhusu maisha ya dunia. Kasema kama in anzalnahu minas sama, maisha ya dunia ni sawa sawa na maji yaliyoteremshwa kutoka mbinguni yakashuka ardhini yakachanganyika na mimea, mmea ukapata rutuba ukakua kama vile mmea wa muhindi, lakini baada ya muda mchache mmea ule unavyonda, unakauka, unarudi ulikotoka. Ni maisha ya haraka mno. Ndiyo maisha ya dunia namna yalivyo. Katika hali ya kawaida, kama haya ni maisha ya muda, maana yake yako maisha ya milele ambayo tutakwenda kuyaishi, na maisha hayo yanategemea moja kati ya hali mbili. Kuna hali iliyokuwa nzuri na ndio watu wake wataitwa watu wa peponi, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Lakini kuna hali mbaya, watu wake wataitwa watu wa motoni, Mwenyezi Mungu atunusuru na moto kwa baraka na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Qur'ani hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika moja ya sehemu muhimu kwa mwanadamu kuzingatia na ukilinganisha na maisha yako ya kila siku, ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad, ay inna Allah Ta'ala yuraqibu a'mal al-ibadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafuatilia matendo ya waja. Anayafuatilia kwa sura ipi? Kwamba la yafutuhu minhu shay'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakimpiti chochote katika matendo yako. Yani si kauli yako, si tendo lako
utakalolitenda au kulitamka halimpiti Mwenyezi Mungu akashindwa kulielewa. Mwenyezi Mungu anajua. Halafu baada ya kuelewa matendo yako na maneno yako, kinachofuata wayusiha, Mwenyezi Mungu anayadhibiti hayo matendo. Ashajua umetenda kitu gani, lakini anaweza akapuuzia kwa muda fulani, na kupuuzia kwake inawezekana kutokana na wewe ile staili ya maisha utakayoichagua. Kuna makosa mwanadamu unayatenda, lakini kuna sehemu Mwenyezi Mungu kupitia Qur'ani katuambia wayafu an kathir. Yani Mungu anapotezea mengi sana, ingawaje yote yapo kwenye udhibiti. Sasa katika udhibiti utakaodhibitiwa, lengo na maksudio liyajziyal insana, ili Mwenyezi Mungu akamlipe mwanadamu yote aliyoyatenda hapa duniani. In kana khairan fa khair wa in kana sharran fa shar. Ikiwa unayoyatenda hapa duniani ni mazuri, basi Allah atakulipa mazuri. Ikiwa unayoyatenda ni mabaya, basi Allah atakulipa mabaya. Allah tunusuru na utendaji wa mabaya. Ndugu Waislamu, ikiwa matendo yetu hapa duniani yapo katika udhibiti wa sura kama hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru tutende ya kumridhisha, na ametuamuru tuyaache yale ya kumkasirisha. Tutende taa, tujiepushe na maasi. Na matendo yako mwanadamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamuru uyatende hapa duniani, yenyewe yamegawanyika katika vigawanyo. Kuna ibada unaweza ukazifanya wanadamu wengine wakaona na wakajua kabisa, kama swala tunazoswali. Mtu anaweza kujua wewe unaswali kwa sababu tunakutana msikitini na hakikupiti kipindi. Sasa mtu kukwambia wewe huswali ni kitu kigumu. Walillahi alhamdu, kuna wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowajaalia miili yao inaweka alama kupitia swala. Akiswali kwa muda fulani, kwenye paji lake la uso iko athari inaonekana, ile ambayo imeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maana kwamba watu wanaotekeleza ibada za swala utaona alama zao katika nyuso zao. Alama zao katika nyuso zao kwa maana ya zile sijida zinazoonekana. Lakini kuna mtu mwingine maumbile yake hayadhihirishi sijida, lakini utajuaje alama yake? Alama ya mtu huyo utajua ni mtekelezaji wa swala tano kupitia ule uso wake namna ulivyo, utakuwa ni uso wenye haya. Hii ndiyo maana. Kwa hivyo katika hali ya kawaida yako matendo ukiyafanya ya kumridhisha Mungu, wengine pia tukajua kwamba wewe unaswali. Kuna matendo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, wengine tukajua toeni sadaka, na wewe ukatoa 100,000 yako, 50,000 yako, 10,000 yako, 100 yako umetoa, na sisi tumeona. Lakini ziko ibada ujuaji wake na ukweli wake ni kati yako na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Miongoni mwa hizo ni hii funga ambayo leo tunaikamilisha. Funga ni ibadatun sirriyatun baina al-'abdi wa rabb. Funga ni ibada ya siri kati yako na Mungu aliyekuumba. Hakuna kiumbe atakayetuthibitishia wewe leo umefunga. Hakuna kiumbe atakayetuthibitishia kwamba leo wewe hukufunga. Yaani hakuna alama inayodhihirisha wewe umefunga au wewe hujafunga. Lakini anayejua kwamba leo uko ndani ya saumu, leo hujafunga, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala wahda. Ni Allah pekee. Na ibada hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakulichagua kundi lote la wanadamu, bali kachagua sehemu ya wanadamu, ni wale tu wenye imani. Na ndio maana akawaita ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Allah ameiweka funga katikati ya imani, halafu natija ya funga ni ucha Mungu. Na ndio baadhi ya wanachuoni katika
maelezo ya aya hii wanasema, limadha wadaa Allahu siyama baina al-imani wattaqwa, kwa nini Mwenyezi Mungu kaiweka funga kati ya imani na uchamungu? Ya ayyuhalladhina amanu, alafu kati kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun, lianna al-mu'mina idha sami'a nidaa Allah asra ilayhi biadai ma umira. Mu'min wa kweli ni yule ambaye akisikia wito wa Allah unamwita hufanya haraka kwenda kwenye ule wito, lengo na maksudio ili atekeleze kile alichoamrishwa kwenye ule wito. Sasa mu'min aliyekamilika imani akiambiwa funga atafunga, na ndiyo maana inafikia mahala chakula chako, maji ni ya kwako, mke ni wa kwako, kila kitu ni cha kwako, na nyumba ni ya kwako. Allah amekujalia umeifunika nyumba yako na vioo, ukirudisha vioo hivi wa nje haoni yanayotendeka ndani, na ukifika kwenye friji lako pale ukifungua kuna juisi ya machoya, ubuyu na ukwaju, lakini kuna vikachori vilivyobaki jana, na ni mchana wa Ramadhani, lakini kuna kitu katika moyo kinakusuta, yaani hata ile kusema kwamba basi ngoja tu nile halafu nitoke niwaambie watu nimefunga, yaani kwenye moyo kuna kitu kinakukataa. Hiyo ndio imani, na wewe ndio uliyekusudiwa, lakini mtu asiyejali anafanya analolitaka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kupitia funga Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha, kwa sababu hii funga itatendwa na watu maalum, na mtu huyo sasa anayekwenda kutekeleza ibada ya funga, maana yake yuko tayari kuwa na tahadhari popote alipo, muda wowote, kwamba akikaa anakumbuka maneno ya Allah yanayosema, inna rabbaka labil mirsad, hakika ya Mola wako anafuatilia nyendo zako. Kwa kuwa Allah anafuatilia nyendo zako, ukifungua friji utaangalia, kisha utafunga, hunywi hata maji. Kwa nini? Mungu anafuatilia nyendo zangu, utaacha. Lakini kama hilo halitoshi, ndugu Waislamu, tumetakiwa sisi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika matokeo ya funga kwamba la'allakum tattaqun, ili mpate kufika kwenye daraja ya uchamungu. Na mchamungu maana yake ni rafiki wa Mungu, ni kipenzi cha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala analolitaka wewe unatekeleza, lakini ukifika kwenye hiyo daraja unalolitaka wewe pia Allah atalifanya. Ukimwambia Mungu naomba fanya jambo fulani, Mungu anafanya bila ya mushkeli wowote. Inna lillahi ibadan idha arada. Mungu ana watu katika hii dunia wakitaka jambo, na Mungu ndio anataka hilo hilo. Mtume ametupa tahadhari. Kuna siku moja katika jumla ya maswahaba waliokaa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo Abu Bakar, alikuwepo Umar, alikuwepo Uthman, alikuwepo Ali ibn Abi Talib, na mtu mmoja anaitwa Abu Dharr. Abu Dharr alikuwa miongoni mwa hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abu Bakar, madha tuhibbu min ad-dunya, Abu Bakar unapenda nini kwenye dunia? Yaani kitu gani ambacho kimo kwenye mapenzi yako sasa kwenye hii dunia? Unapenda vitu gani? Abu Bakar akasema, uhibbu thalathata ya Rasulullah, Mtume mimi napenda mambo matatu. Akamuuliza, mahia, ni mambo gani? Abu Bakar akasema, aljulusu baina yadayka, napenda kukaa unapokaa, yaani napenda unapokaa mimi nikae mbele yako, jambo la kwanza. Jambo la pili, wanadharu ilaika, napenda kukuangalia, yaani kila nikikuangalia siishi hamu. Na ndiyo sifa ya Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya uswafi zake, ukimwangalia unapata hamu, ila na yeye akikuletea tu jicho akakuangalia, wewe lazima utafunika macho yako, yaani huwezi kutazamana macho yako na macho ya Mtume Muhammad. Kama atakuwa anakuangalia wewe utaweka chini, alafu utakuwa unaibia, lakini huwezi kumkodolea macho ukampigia furu. Mtume anaongea na wewe na anakuangalia na wewe unamwangalia, haijawahi kutokea. Abu Bakar anapenda kumwangalia Mtume Muhammad. Jambo la tatu akasema, wa infaqu mali alayhi, alafu napenda kutoa mali yangu, hasa ukiniambia toa, yaani najisikia raha.
Ukiniambia Abubakar kalete milioni 5, mimi ninasikia raha katika hii dunia sijapata kuona. Alipomalizana na Abubakar akamwambia Umar, akamwambia Uthman, akamwambia Ali, kila mmoja naye akasema napenda matatu. Ilipofika zamu ya Abu Dharr, akaulizwa Abu Dharr, nawe unapenda nini kwenye dunia? Akasema na mimi napenda mambo matatu. Akaulizwa mahia, ni mambo gani? Akasema aljuu, napenda kuwa na njaa. Jambo la pili, wal marad, napenda kuumwa, kila wakati niwe naumwa tu. Jambo la tatu, almaut, napenda kufa. Na ndio pekee Mtume akamuuliza limadha tuhibbu hadhihi thalatha. Wengine hakuwauliza kwa nini unapenda, lakini ni yeye kwa nini unapenda mambo ya hatari matatu? Njaa sio kitu kizuri. Na sisi Waswahili imefikia mahala mpaka tukatengeneza misamiati ya adui yako muombe njaa. Kwa nini Abu Dharr unapenda kuwa na njaa? Anasema napenda kuwa na njaa ili nijue njaa inaumaje. Ikitokea mwanadamu mwenzangu ananiambia bwana, leo nina njaa, sijala, nijue njaa inauma vipi, iwe rahisi kwangu kumsaidia. Siwezi nikafanya kitu ambacho mimi mwenyewe sijaathirika nacho. Na kuna watu leo duniani, mtu kula anakula kwa mujibu wa ratiba, kwa sababu sisi tumejiwekea utaratibu hasa wa Tanzania, tule kwa siku mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Lakini kuna mtu mwingine hizo mara zote anakula kwa mujibu wa kukamilisha ratiba tu. Kuna watu wengine wanakula wanapokipata. Maisha yametofautiana. Kuna baadhi ya watoto wanaitwa, wanahimizwa, nyie njooni mle. Yaani watoto hawataki, hawasikii hicho kitu kinachoitwa njaa. Wanahimizwa kula. Lakini familia nyingine ndio wanaambiwa watoto zao usicheze mbali, unga robo. Haya yote ni maisha. Kwa hiyo maana yake yuko hapo anavizia hicho chakula. Abu Dharr anatamani kuwa na njaa imuume ili ajue njaa inaumaje. Lakini jambo la pili, anapenda kuumwa, kwa sababu alipoulizwa, kwa sababu unasema nikiumwa Mwenyezi Mungu ananifutia baadhi ya makosa yangu niliyomkosea. Kupitia wewe kuumwa kwako Mungu kuna makosa anayafuta. Jambo la tatu, napenda kufa, kwa sababu nikifa si ndio naenda kukutana na Mungu wangu. Yaani napenda nikakutana na Mungu wangu hata leo. Na huu ni uhakika wa namna mtu alivyoyapokea mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad na namna anavyoishi na Mtume Muhammad. Tayari mtu ana uhakika kuona kwamba hichi alichoniahidi Mtume Muhammad nataka nikakione sasa hayana kwa macho yangu, sitaki kukisikia katika khayali. Abu Dharr siku moja alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni ndefu na maarufu katika mapokeo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ittaqillaha haithuma kunta, muogope Mungu, mche Mungu popote ulipo, fi ayi makanin wa zaman, mahala popote ulipo na muda wowote ulipo, muogope Mungu wako. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, kisha ukijigundua umetenda kosa, haraka sana nenda katende jambo jema, lile jema litafuta hili kosa. Mwisho akamwambia wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia njema, ishi na watu kwa uungwana na utu. Usiishi kwa tabia za namna yoyote nyingine, bali ishi nao kwa tabia njema alizozifunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa nini umche Mungu popote ulipo? Kwa sababu inna rabbaka labil mirsad, Mola wako anafuatilia nyendo zako. Usijidanganye Muislamu mahala ulipo ukasema hapa nina uwezo wa kufanya jambo lolote. Hapana. Na kama hilo halitoshi, sasa katika udhibiti wa matendo yako mwanadamu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea vitu wewe vinakufuatilia na kudhibiti matendo yako. Kitu cha kwanza ulichowekewa mwanadamu ambacho kinakwenda kudhibiti matendo yako ya kila siku ni wakati, muda. Kwa mfano kama leo Ijumaa, hii siku leo wakati inapambazuka ilimuita kila mmoja wetu kwa jina lake, ya ibn Adam,
mwanadamu, ana khalqun jadid, tambua mimi leo ni kiumbe mpya. Ijumaa ya leo ni Ijumaa mpya, haijawahi kuja kwenye maisha yako na haitakuja. Leo ni Ijumaa mpya. Huu muda wa leo utakao utumia masaa 24 au 12, hichi kiumbe ni kipya kwako na kimekutahadharisha. Ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe mpya. Wa ana ala amalika shahidun, na mimi juu ya matendo yote utakaoyatenda leo mimi ndiyo shahidi wako. Faghtanim minni, sasa nipatie faida, nitumie leo. Fa inni lan a'uda ila yaumi alqiyama, kwa sababu mimi nikiondoka leo sirudi tena mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo muda unakwenda kudhibiti matendo yako. Yoyote utakaoyatenda leo katika kipindi hiki cha leo, umemtendea wema mzazi wako leo, umemtendea wema jirani leo, umemtazama yatima leo. Ijumaa iliyopita tulizungumza kuhusu mayatima na tukaahidi leo tutalifanya. Ile nafasi ya uyatima ipo na itakwenda kukutolea ushahidi siku hii ya leo kwamba siku fulani ilikuwa Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, umetenda jambo 1, 2, 3 kuhusu mayatima. Shahidi huyu atakwenda kusimama mbele ya Allah kutoa ushahidi wako muda. Lakini jambo la pili ambalo litakutolea ushahidi, ndugu Muislamu, ni ardhi. Ardhi. Siku moja Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisoma ile yaumaidhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itatoa habari zake. Kisha akawauliza masahaba, atadiruna ma akhbaruha, hivi mnajua habari ya ardhi ni ipi? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu alam, Mungu na mtume wake ndio wanajua, sisi hatujui. Mtume akasema fa inna min akhbariha, hakika miongoni mwa habari za ardhi itakaozitoa siku ya kiyama mbele ya Mungu, an tashhada ala kulli abdin au ama, ni kumtolea ushahidi kila mwanamume au mwanamke, bima amila ala dhahriha, kwa yale aliyoyatenda juu ya mgongo wa ardhi. Takulu, ardhi itasema, amilta kadha wa kadha, we fulani umetenda jambo fulani na jambo fulani, fi yaumi kadha wa kadha, na siku fulani siku fulani. Kataa, bali lisanu ala nafsihi basira, wewe mwenyewe utagundua ni kweli haya nimeyatenda siku fulani, nimetenda jambo fulani. Kwa hivyo ardhi itakwenda kutoa ushahidi siku ya kiyama. Lakini shahidi mwingine atakayekwenda kukutolea ushahidi siku ya kiyama ni malaika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja miongoni mwetu amempa malaika ambao wanafuatilia matendo yake. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kila mmoja amepewa malaika. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna kauli utakayoitamka mwanadamu, kuna malaika wawili, aidha itakuwa ni malaika wa mkono wa kulia ataandika kwa sababu hilo ni jema, au malaika wa mkono wa kushoto ataandika kwa sababu hilo ni ovu. Kwa hivyo malaika nao wanatoa ushahidi. Shahidi wa mwisho atakayetoa ushahidi kwako ni viungo vyako. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaf'alun wa qalu lijuludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Siku ambayo vitatoa ushahidi ngozi zao, masikio yao, macho yao, viungo vitatoa ushahidi. Halafu mtu ataviuliza vile viungo, kwa nini unanitolea ushahidi? Atasema, sisi tumesemeshwa na Mungu tuseme. Mungu ambaye huwa anakisemesha kila kitu, na yeye kumbuka ndiye aliyekuumbeni mara ya mwanzo, na leo mmerejeshwa kwake na mmeletewa wajumbe, nyinyi mkaonywa, mkatahadharishwa kwamba siku hii ya leo ipo na mtalipwa mambo yenu, na sisi tutatoa ushahidi. Leo lawama ziko wapi? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ukiisoma Qur'ani, tukizungumza Qur'ani tukasema ni Ramadhani,
Maana yake tujikite kwenye hii kauli ya Allah, inna rabbaka labil mirsad, billahi alaikum, hakuna jambo lolote utakalolitenda illa limo ndani ya iyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'd. Ittaqullaha ta'ala wa adilu baina auladikum. Ndugu Waislamu, kwa kuwa leo ni Ijumaa ya mwisho na siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, niendelee kuihusia nafsi yangu na kukuhusia wewe ndugu yangu Muislamu kwamba siku hii ya leo itumie vyema. Tengeneza historia mpya katika maisha yako ya kumbembeleza na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe na furaha juu yako kwa kuyatenda yale ambayo yeye anayaridhia, kwa kuyafanya yale ambayo ukiyafanya basi ndio unakuwa amekukurubisha kwake, kwa sababu lolote unalolifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah naye anajikurubisha kwako. Imefikia mahala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kuitengeneza maana ya ukaribu wake na wako, anasema waman atani yamshi ataituhu harwala, mwanadamu akinijia hali ya kuwa anatembea taratibu, kwa maana anayafanya yale ninayoyataka mimi, Mungu anasema ataituhu harwala, mimi nitamwendea hali ya kuwa nakimbia kwa kwenda kuyatekeleza na kumfanikishia yote anayoyataka, kwa sababu tayari umekwisha tengeneza urafiki. Ndugu Waislamu, tufute macho ya mayatima. Ndugu Waislamu, hebu tuzuie wale wasiojiweza kuombaomba, hasa katika siku ya Idi, kwa kutoa zakatul fitri na mambo mengine ambayo hayo yameelekezwa wazi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na matumizi ya siku ya yote hayo, maana yake hebu itumie siku ya leo katika kutengeneza historia mpya katika maisha yako, ili kitabu chako kionekane yako uliyoyatenda leo katika ufanisi na ubora uliotukuka, ili iwe rahisi kwa Allah angalau akuonee huruma. Inshallah Mwenyezi Mungu tuendelee kumuomba ajalie taufiki katika nyoyo zetu kutenda ayapendayo na kuyaridhia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وغيرهم من أصحاب رسول الله من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنتم